Ndoto ambazo mwanadamu hulala na kuziota zimegawanyika katika makundi mawili. Zipo ndoto zinazotokana na kile kitu ambacho mwanadamu alilala akiwa anafikiria, ama wakati mwingine ndoto inaweza ikaja ikiwa ni kama kumbukumbu ya matukio yaliyopita, lakini pia ndoto inaweza ikawa ni kwa sababu ya yale ambayo umeyasikia watu wakiyazungumza. Ndio maana ukilala ukawa na hisia za hofu, unaweza ukaota ndoto ya kutisha, lakini ukilala ukiwa na hisia za furaha, unaweza ukaota ndoto njema, na ukilala ukiwa na hisia za mapenzi, unaweza ukaota ndoto nyevu. Na mara nyingi ndoto za kwenye kundi hili la kwanza la ndoto huanza kutokea muda mfupi baada ya mwanadamu kulala. Kundi la pili la ndoto ni ndoto ambazo huwa zinakuja katika maisha yetu zikiwa zimebeba ujumbe wa kweli kwenye maisha yetu. Ndoto hizi mara nyingi huwa zinaweza kuja kuanzia usiku wa manane, saa 9 na saa 10. Mara nyingi ndoto hizi huwa zinaweza kutupa maono ya kweli ya maisha yetu halisi, na hata binadamu ambao huota vitu na vikatokea kweli, mara nyingi ndoto hizo huwajia katika mida hiyo, kwani mida hiyo ubongo unakuwa umeshapata utulivu. Vitu mbalimbali ambavyo ulikuwa unaviwaza vinakuwa vimeshapotea katika kumbukumbu zako, na muda huo sasa akili yako inakuwa safi tayari kwa kupokea maono ya kiroho, ambapo unaweza ukaoteshwa kitu ambacho ni ujumbe wa kweli ambao utakuja kukusaidia wewe na watu waliokuzunguka katika dunia halisi. Katika video hii nitakwenda kukwambia ndoto mbalimbali ambazo ukilala ukaziota hautakiwi kupuuzia, kwa sababu zimebeba ujumbe wa kweli katika maisha yako. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni ndoto ambazo ukilala ukaziota hautakiwi kupuuzia, kwa sababu zimebeba ujumbe wa kweli katika maisha yako. Namba 1, kuota unatoka juu kurudi chini. Inawezekana ukaota upo juu ya mnara kisha unadondoka, ama unashuka ngazi kutoka juu kuja chini, ama wakati mwingine ulikuwa juu ya mti kisha ukawa unadondoka, ama unadondoka kwenye daraja, ama unadondoka kwenye maji. Na maanisha ndoto yoyote ambayo inakuonesha ukiwa sehemu ya juu unadondoka kuelekea chini. Unapolala ukaota ndoto hii, tafsiri yake ni kuwa kuna matatizo ambayo yanakaribia kuja katika maisha yako, na wakati mwingine unaweza ukawa upo katika matatizo. Hapo unapewa ujumbe katika ulimwengu wa kiroho kuwa ni muda ambao unatakiwa kufanya ibada ya kweli kwa Mwenyezi Mungu ili uweze kuyazuia matatizo ambayo pengine yatakuja na kukurudisha nyuma katika kitu ambacho unakifanya. Inawezekana wewe ni mfanyabiashara, ghafla unaanza kuota ndoto hizi ambazo zinajirudia mara kwa mara. Hii ni ishara ya kuwa katika biashara zako kuna kitu ambacho hakipo sahihi. Inawezekana katika siku za usoni ukapata anguko la kiuchumi. Namba 2, kuota unakimbizwa. Wapo watu wengi ambao kuna nyakati wanapolala huwa wanaota wanakimbizwa, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Kuota unakimbizwa kunaweza kukasababishwa na stress ambazo unazo, hofu, au wakati mwingine inategemea na kile ambacho ulikuwa unakiwaza wakati ulipokuwa unalala. Lakini endapo ndoto hii itakutokea kuanzia saa 8 na kuendelea, inawezekana wakati unakimbizwa ukakamatwa. Ukikimbizwa ukakamatwa, inamaanisha nguvu zako za kiroho ni ndogo, aliyekukamata ni adui yako. Inawezekana kitu ambacho unakifanya kina maadui wengi, na kwa sababu imani yako ni ndogo utakuja kushindwa na maadui, yani maadui watakushinda. Lakini wakati unaota unakimbizwa, mbio zako zilikuwa kali na kuna wakati ulikuwa unapaa wakati unakimbizwa. Ishara hiyo ni kuwa una nguvu kubwa za kiroho. Adui zako wanakuwinda lakini hawataweza. Endeleza ibada kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu adui wanaowinda maisha yako wamekuzunguka kila pande.
Namba 3, unapolala alafu ukaota umekufa. Wapo baadhi ya watu ambao wanapolala wanaweza wakaota ni kama wamekufa na wanayashuhudia kabisa mazishi yao. Wanaposhtuka wanamshukuru Mungu, kumbe ilikuwa ni ndoto. Jambo ambalo unatakiwa kulijua, unapolala ukaota aina hii ya ndoto, hautakiwi kupuuzia hata kidogo, kwa sababu hii ni ndoto ambayo inaashiria kuna watu wengi ambao wanapambana na wewe, wanahitaji kuyazika mafanikio yako, wanahitaji kukuzika kiroho. Endapo ukiota ndoto hii, wakati mwingine huwa ni kinyume chake. Unapoota umekufa, wakati mwingine tafsiri yake huwa ni uhai, lakini wakati mwingine unaweza kuota umekufa kwa sababu una stresi ama kuna kitu ambacho hakipo sawa kwenye maisha yako. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya ni kukemea roho zote za mauti. Ita nguvu ya Mwenyezi Mungu ije kukukinga dhidi ya mauti yoyote ambayo inaweza kutokea kwenye maisha yako, kwa sababu mauti si lazima ufe wewe. Ikifa biashara yako ni mauti ya biashara, wakikuzika kiroho ni mauti ya roho zako, wakiziba njia za mafanikio yako ni mauti ya mafanikio. Unapolala ukaota hivyo, muombe Mwenyezi Mungu akukinge dhidi ya mauti yoyote isije ikatokea katika ulimwengu halisi. Namba 4, kulala alafu ukaota upo uchi mbele za watu. Wapo baadhi ya watu pindi wanapolala huota ni kama wapo uchi mbele za watu, lakini wanapozinduka hugundua kuwa kumbe zilikuwa ni ndoto. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, unapolala ukaota ndoto hii ni ishara ya jambo la kukudhalilisha linaweza kutokea katika siku za hivi karibuni. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya na kuliweka akilini, muombe Mwenyezi Mungu akuepushe dhidi ya aibu ambayo inawezekana ikaja katika siku za usoni kwenye maisha yako. Lakini katika tafsiri ya Jiang So, yeye anaamini mwanadamu anapoota yuko uchi ni ishara ya kujitambua na kupata uhuru katika vitu vya kijamii ambavyo vilikuwa vinamzuia asione ukweli. Hivyo wakati mwingine mtu unapolala ukaota hivi, ikiwa jambo baya halitakutokea, basi litatokea jambo ambalo litakufanya ujitambue, ujijue wewe ni nani, na uwe huru kutoka kwenye vifungo vya kijamii ambavyo umekuwa navyo katika kipindi chote cha maisha yako. Namba 5, kulala alafu ukaota umepotea. Wapo baadhi ya watu pindi wanapolala huwa zinawajia ndoto ambazo zinawaonesha wamepotea katika njia fulani na kuna eneo ambalo wanalitafuta ili waweze kufika. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, kiroho, unapolala ukaota umepotea, fikiria ni kitu gani ambacho unakifanya katika ulimwengu wa kweli. Ndoto hii inaashiria kuna kitu hakipo sawa katika maisha yako. Inawezekana upo katika njia ambayo inakwenda kukupoteza. Ni vema ukarejea nyuma na kujirekebisha, kwa sababu kama usipojirekebisha utapotea katika njia ambayo unadhani itakufikisha kwenye kilele cha mafanikio. Namba 6, unapolala ukaota umerudi shuleni, unafanya mtihani. Ndoto hii inaashiria kuna mambo magumu yatakuja kutokea katika maisha yako. Ipo mitihani ambayo itakuja kwenye maisha yako katika siku za usoni. Hivyo kama wewe ni mfanyabiashara, inawezekana biashara yako itakumbana na changamoto katika siku za hivi karibuni. Namba 7, kulala alafu ukaota umechelewa katika tukio fulani. Mara nyingi ndoto hii inapokujia huwa imebeba ujumbe ambao unaendana na maisha yako halisi. Unakumbushwa kuwa tabia yako ya kutofanya vitu kwa wakati ndiyo inayokuchelewesha katika mafanikio yako. Ili uweze kufanikisha chochote ambacho unakifanya kwenye maisha yako, ni lazima ujifunze kumanage time, yani hakikisha unafanya vitu kwa wakati. Namba 8, ukilala ukaota unapaa. Ndoto hii inaashiria una nguvu kubwa za kiroho, ama ni ishara ya uhuru katika kifungo ambacho ulikuwa umewekwa. Hivyo unapolala ukaota ndoto hii, mshukuru Mwenyezi Mungu na endelea kumuomba zaidi, kwa sababu inawezekana kuna vifungo ambavyo ulikuwa umewekwa bila kujua, na sasa umekuwa mtu huru, na hata wanaojaribu kukukimbiza hawakukamati, kwa sababu kila wanapokukaribia unapaa, nao wanashindwa kuugusa hata mwili wako. Zipo aina nyingi za ndoto ambazo nilitamani niendelee kuzizungumzia, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako ninaomba niishie hapa.
Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakia wakati mwema. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.